Dada Evelina, karibu sana. Asante. Umetokea wapi na umetusikia wapi? Nimetokea Chato, nimesikia mtandaoni. Okay, kwa nini uko hapa? Kuja kwa malengo gani? Nimekuja hapa kwa malengo yangu, napenda upishi. Napenda upishi? Ndio. Napenda siku nikiwa hapa, kwa mfano nikipata ambacho nakitaka, naenda kufungua mgahawa wangu, naanza kupika mwenyewe. Au kufungua mgahawa? Ndio. Okay, kwa hiyo sasa hivi unajua kupika au utaenda kujiendeleza kwenye kujifunza mapishi? Kwa sasa unajua kupika kiasi gani? Ambavyo najua kupika ni vichache, sio vingi sana, ambavyo ni vya kawaida tu: wali, nyama, po, samaki, mandazi, chapati, na ndio na karanga zile nzuri. Vyote unajua kutengeneza. Lakini ili uweze kufanikisha kwenda kuanzisha biashara yako, una malengo gani katika kujiendeleza wewe mwenyewe kabla ya kwenda kwenye kufungua biashara? Malengo yangu makubwa ni kwenda kusomea upishi. Kusomea upishi eh? Sasa kwenye kusomea upishi na kuunga mkono, kwa sababu kwanza ukisomea upishi unaweza ukaendelea kufanya hizi kazi huku ukikusanya pesa ya kutosha kufungua mgahawa. Sawa? Yaani kwamba usiende kuanzisha kimamalishe kile ambacho kwa siku unakuta ukipiga hesabu hela uliopata ni ndogo. Ukija kupiga hesabu mwezi hela uliopata ni ndogo kuliko anayopata dada wa kazi. Itakuwa hiyo sio malengo ya biashara. Kama nilivyomshauri dada Neema, na wewe unataka ukafungue mgahawa, basi upige hesabu nzuri, ujue mgahawa wako utahitaji mtaji kiasi gani, na ukae kwa kutulia kwenye hizi kazi ukijiboresha. Kwa maana unapokuwa kazini ongeza ujuzi. Utakapokuwa unakutana na mabosi ambao wanakuelekeza namna ya kufanya hizi kazi vizuri, mapishi tofauti, lakini pia kuna mengine yanaelekezwa katika mitandao. Hizo zote ni jitihada ambazo unatakiwa kufanya ili uweze kutimiza malengo yako. Kwanza uwe competent, uwe ni mpishi mzuri sana. Sawa, unaijua kupika vitu vingi sana ili hata wafanyakazi utakao waajiri wasikusumbue. Kwa sababu watu wengi wanapata shida, wanaanzisha biashara ambazo wao wenyewe hawazijui. Lakini katika hatua ya mwanzo wa biashara inatakiwa ile biashara wewe mwenyewe unaijua, ili na wewe uweze kushiriki. Utakapokuwa biashara yako imetengemaa, imesimama, unaajiri watu, haina shida. Lakini mwanzoni lazima na wewe ushiriki. Sasa ili uweze kushiriki vizuri kwenye biashara yako, hakikisha kile unachokitoa, huduma unayotoa kwa hao wateja wako, na wewe una uwezo wa kufanya hicho kitu. Kwa kama ni kupika, na wewe unajua kupika. Wafanyakazi wako utawafundisha kupika, si ndio? Sasa sehemu ambayo unakwenda kujifunza hayo yote, mahali ambapo unakwenda kujinoa ni kwenye hizi kazi. Kwa hiyo usiende kwenye hizi kazi na kichwa kwamba mimi nimekuja tu kutafuta hela nikaanzishe biashara yangu. Hapana. Mungu anakutaka upite kwenye hii uende ukajinoe. Yaani uko hapa uko shule. Kwenye hii kazi uko wapi? Upo shule. Nenda kakae kwa kutulia, kwa heshima, kaa na bosi wako vizuri, fungua masikio yako, macho yako, uweze kuona namna ambavyo utaweza kujiongeza kwa kila kitu ili uweze kuwa na ubora mkubwa sana. Kwa sababu hapo ndipo kulipokuwa na siri ya wewe kutoka hapo kwenda mbele. Lakini utakapokwenda, wadada wengi na waona wanakuja kwenye hizi kazi wamefunga masikio yao na macho yao, yani anachowaza ni hela. Huwezi kupata hela bila kufanya kazi vizuri. Si unaelewa? Lazima ufanye kazi vizuri. Na huwezi kuzaliwa ukiwa unajua kufanya kazi vizuri. Unajifunza. Sasa wengi wanakuwa na vichwa vigumu vya kutaka kujifunza. Wakielekezwa wanaona kama wananyanyaswa. Wakielekezwa wanaona kama sijui wanaonewa. Sawa? Hapana. Na alafu wanataka hela nyingi. Hela nyingi haziji tu hivi hivi kwa kukaa nyumbani kwa mtu wa kuandika 4 na kuperuzi TikTok na Instagram na kwenda kuangalia, kufuatilia ratiba zote za tamthilia unazijua, TV. Sawa? Ndio. Hela haiji kwa njia hiyo. Hela haiji kwa kwenda kufanya hayo. Kwa hiyo ninapozungumza na wadada kwenye hiki kipindi, ninawafungua akili zao, ninawafungua ufahamu wao ili waweze kujua namna sahihi ya kuweza kufanikiwa kwenye hizi kazi, lakini na hata baada ya hizi kazi. Kwa sababu mimi kikubwa inspiration wenu ni kwamba nilifanya kazi za nyumbani, nikaweza kutoka nikafika hapa. Sio wadada wote wanaweza. Kwa nini? Kwa sababu wanashindwa hawakupata mwongozo namna sahihi ya kuweza kuanza chini na kwenda taratibu mpaka ufike juu. Sawa? Ndio. Kwa hiyo uende ukafanye kazi, chakarike vizuri. Hatua yote utakayoanzia kama ni traditional haina shida, siku zote sehemu ya kuanzia ni chini. Hatuanziaje juu, si ndio? Utaanza pale, utajinoa, utakwenda hatua kwa hatua, Mungu atakufanikisha, utafika salama. Why? Kwa sababu wewe mwenyewe hujakaa. Unajua wale wanaosema namuomba Mungu alafu amekaa. Huwezi. Mungu amekupa akili, amekupa nguvu, lazima uzitumie.
si ndio? Ndio. Kwa hiyo sisi tunataka wale watu ambao wanafuata kanuni za kimungu kwa kurespond kwamba Mungu umeshanipa akili, umenipa na nguvu na kwenda kuzifanyia kazi ili na wewe uweze kubariki kazi za mikono yangu. Ukifanya hivyo, dada Avelina, ndio, utafanikiwa kwenye maisha yako siku zote. Sawa? Sawa. Haya, karibu sana. Utakapopangiwa kazi, mimi nakutakia kila la heri. Asante. Haya.